Ni siku za pata tano serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa AFC M23 chini ya upatanisho wa Qatar wamewekeana sahini za kusimamisha mapigano kwa kufuata amani ya kudumu kwa mizozo walionayo. Siku mbili baada ya Qatar, serikali ya Kinshasa na Kigali wamekutana Washington na kukubaliana amani ya kuto kuunga mkono tena makundi yanayomiliki silaha na ya waasi. Yote hayo yanaonekana kuwa tofauti kwenye viwanja mbalimbali vya mapambano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kusini, mapigano yanazidi kuendelea kila uchao kati ya waasi na FARDC wanaosaidiwa na wazalendo, swala linaloonekana kuzaraulika kwa juhudi za kidiplomasia. Kivu Kusini, AFC M23 imeshambulia kwa siku mbili mfululizo makambi ya wazalendo na FARDC tarafani Walungu. Hivi tunavyozungumza, M23 imedhibiti mji wa Kaziba. Mapigano yalikuwa makali japo juhudi za wazalendo nguvu zimewaishia na kutimka misituni. Biatanga Mtende Justin ni mwalimu wa siasa Afrika Mashariki na ya Kati, tena mwenyekiti wa baraza la wazee wa busara wa chama cha wazalendo na Imaya Huru DRC Kuzin, anasikitishwa na kuto kuheshimishwa kwa mikataba yote ya amani. Nafikiri kitu inabidi tujue ni kwamba tango Lorenzo alianza kusainisha mikataba, tango EAC ilisema tusaini mikataba, mpaka leo M23/AFC au wanaosindikizwa na Rwanda hawajaacha kuchukua nafasi. Walichukua Bunagana, walikuja mwisho wakachukua Goma, sasa hivi wamechukua Bukavu, walikuwa wanajielekeza wanataka kuchukua Nyangezi, washuke Kamanyola na kuendelea, walikuwa wanataka pia kwenda sehemu za Walungu na nini. Tatizo sio hawa, tatizo ni sisi, ni kwamba hatuelewi. Kama tungechukua hata pesa hizo zinazopelekwa kwenye masafari ya bure ambayo hayana mafanikio ya kwenda kwa pop au kwenda sehemu zingine, zikaletwa kwa wazalendo kwa kuweza kuwasaidia, kuwapatia silaha za kutosha na kuwapatia vyakula na madawa, kama vita hivi vimekwisha siku nyingi. Na hili ndo tatizo ambalo tunalo, hatufocus kwa kuweza kujua tunamaliza vita vipi. Ni kwamba mtu akija kwa mkuki na wewe rudi kwa mkuki, mtu akija kwa risasi na wewe rudi kwa risasi. Kama sasa hivi watoto wa wazalendo wa teritwari ya Fizi wanaheshimiwa ni kwa sababu walishika bunduki na wakasema sisi tutatetea himaya ya nchi ambao ni sovereignty, ambao ni udongo, na mpaka sasa hivi wanatetemea. Na ndio maana unaona Wayakutumba, wakina Rene Tongwe wote wamekuja mpaka kuja kusimama huko, na wakina Mayele na wengine kusema, na wakina Alexis Tambwe kwamba sisi tutadefend teritwari yetu ya Fizi na Uvira. Na ndio maana umeona imekaa. Na Rais Mheshimiwa Felix Antoine Chilombo angesikiliza vijana hao, akajiunga na vijana hao, kwamba vita hivi vingeisha na kesho Rwanda tungefunga na mipaka ya Rwanda. Lakini hili solution ni kupatia vijana vifaa, solution ni kuwapatia vijana nguvu na chakula ili waweze kuziwia na kuingia Bukavu. Kesho wataingia na Goma wataingia, lakini mambo ya mikataba hayatupeleki popote isipokuwa yanaendelea kuuza nchi. Vyanzo vilivyo karibu ya M23 usema kuwa wamedhibiti Kaziba na Kabamba, na sio miji hiyo tu, bali wanalenga kuingia Kisangani na Lubumbashi na katika maeneo mengine hadi kuikamata nchi nzima ikiwa Kinshasa itaendelea kuto kujibu kwa matakwa yao. Mapigano yaliyoendeshwa Kaziba yanaiweka M23 na nafasi nzuri kwenye uwanja wa mapambano, kwa kuwa ni eneo linaloweza kuwafungulia njia ya kusonga mbele hadi katika milima ya Minembwe tarafani Fizi, kunakopatikana washiriki wao wa Twirwaneho, Ngomino, Androhide waliokuwa wamebanwa na miungano ya wazalendo. Itakuwa athari kubwa ikiwa M23 itafanikiwa kufika maeneo hayo, kwa kuwa yaweza yakawapelekea kuingia hata katika mji wa Uvira. Mashirika ya kirahia yanasemaje kutokana na hali hii? Mafikiri Mashimango ni mratibu wa shirika jipya la kirahia kusini mwa mkoa wa Kivu ya Kusini. La communauté internationale inapasha kuwa tena na makini mambo iko nafanya, mais aussi kulomba serikali ya Kongo ikuwe makini mu politiki wako na mettre en place chaque fois mu situation tuko na traverser Kongo. Unajua kwamba chaque fois qu'il y a des cessez-le-feu, mais réalité sur le terrain iko na kuwa mengine. Je prends même exemple, unajua kwamba walisema cessez-le-feu, mais palikuwa ma affrontement ke wa les Rwanda avec M23
baliatake Kalunga, baliatake Nyangezi, baliatake Taziba, balifika même parti mwa Lubarika pour affronter avec les éléments de FARDC même na wazalendo, alors que comme c'est les faits. Nous comme nouvelle civile nawaza kwamba que c'est un regret total, na tuliandikia na tuliita wakubwa kwamba banapasha kuwa plus responsable kwa kwamba c'est une stratégie de l'ennemi, banapasha kufournir d'autres efforts pour quand même protéger nchi. Le cas contraire, si wakati mingi tutakuwa victime, tunawaza kama la communauté internationale kwa tusaidia, tunawaza kama Rwanda iko nafuata engagement, mais plus tard si ndio tuko nateseka zaidi. Mapigano mengine yalishuhudiwa Jumamosi Aprili 26 katika kijiji cha Irambi Katana tarafani Kabare kati ya wazalendo na M23. Waasi hao wanazidisha kuimarisha ngome zao za Kabare na Kalehe. Profesa Obedi Ishibwela Nyamanjoku ni mbunge wa taifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo toka chama cha siasa FDCA, ila pia mmoja wa viongozi na mshauri wa shirika la Mwalo ambalo utetea haki ya wahanga wa mauaji ya kimbari ya Makobola tarafani Fizi na sehemu zingine mashariki mwa DR Congo. Nimemuuliza alfajiri ya Jumatatu hii ya Aprili 28 ikiwa anahonaje kuendelea kwa mapigano kati ya M23 na FARDC na wazalendo japo mikataba ya amani. Ndio M23 AFC unajua anayosimamia ni Rwanda, na kwa asili ya Rwanda au ni vita tu, wanakuwa na ile asili hata wakati ya genocide ya kusema fight and talk. Donc wanaweza wakaongee mambo ya amani, lakini au vita ni kwa ni vita tu. Hiyo fight and talk inakuwa asili yao, asili ya Wanyarwanda na ya government ya Rwanda, na wanaotupiganisha ni wa Rwanda kupitia M23 AFC. Na kwa hiyo kama ni yeye, hiyo asili yao awaiache, japokuwa hiyo mkataba wa amani umesainiwa, au ile asili yao hawawezi kuiacha. Ni lazima kabisa government wetu ya Kongo isaidie wazalendo na iwapatie nguvu zaidi. Yani wanapenda nchi yao, wanapenda kukufia nchi yao, wanapenda kuchunga nchi yao. Ni lazima government yetu ya Kongo ilete msaada mkuu sana kwa wazalendo, kwani ni hiyo tu ndio sauti Rwanda nasikia, sauti ya mtuto wa bunduki. Sasa ni lazima kumuonesha mtuto wa bunduki mkuu sana na kumwangabiza, na njoo hapa tunaweza kaacha, lakini kwa kusaini mikataba hata heshimia kamwe. Donc hiyo ndio naweza kusema, na tunaomba government isaidie kabisa wazalendo na ifanye iwezekanavyo kukuwe mapatano mzuri kati ya wazalendo na FARDC. Huko Kivu Kaskazini, wahasi wamejiondoa katika ngome zao za Kibati tarafani Walikale, wakati ambapo mapigano yalikuwa makali Ijumaa wiki jana huko Masisi kati ya M23 na wazalendo wa APCLC maeneo mbalimbali ya Oso Banyungu. Uaminifu unaonekana kupwaya katika mazungumzo na mikataba inayosainiwa kati ya serikali ya Kinshasa na serikali ya Kigali au kati ya Kinshasa na wahasi wa M23. Nikiripotia Yambaletu TV, mimi ni Thompson Unji Batangalwa William.